Muhtasari wa fursa, executive summary. Bamia ni zao la mboga lenye gharama nafuu zaidi za uzalishaji lakini lenye faida ya haraka na endelevu. Kutokana na uwezo wake wa kuvumilia ukame na kutoa mazao mfululizo kwa zaidi ya miezi mitatu, bamia ni shamba la kila siku kwa mkulima. Fursa kuu ipo kwenye soko la mboga mijini na usindikaji wa bamia zilizokaushwa, powdered okra, jambo ambalo huondoa changamoto ya zao kulegea na kuongeza thamani ya bidhaa kwa zaidi ya 350% kwenye masoko ya nje na viwanda vya chakula. Mwangaza wa fursa. Karibu kwenye mwangaza wa fursa. Kama ilivyo hapa mwangaza wa fursa, kauli mbiu yetu ni namba hazidanganyi, ni muda tu. Mada yetu ya leo ni bamia, pesa ndogo inayozaa utajiri mkubwa. Mimi ni Mr. Data. Utangulizi wa fursa. Watu wengi wanaidharau bamia wakizani ni mboga ya bei rahisi, lakini kwenye kipindi cha mwangaza wa fursa, sisi tunaona zao lenye mzunguko wa pesa, cash flow, usio na mpinzani. Bamia ni mmea unaojitolea kumpa mkulima faida kila baada ya siku mbili. Leo tunaichambua bamia ndani ya chaneli ya mwangaza wa fursa, ili kuona jinsi gani mmea huu rahisi unavyoweza kuwa nguzo imara ya uchumi wako wa kila siku. Profaili ya mmea na uwekezaji wa muda. Bamia ni zao la haraka sana. Inachukua kati ya siku 45 hadi 60 tu kuanza kuvunwa tangu kupandwa. Uzuri wa bamia ni kwamba, ukishaanza kuvuna, unavuna kila baada ya siku mbili kwa kipindi cha miezi 3 hadi 4 half. Ni mmea unaopenda joto na hauhitaji mbolea nyingi za gharama kama mazao mengine. Huu ni mradi mzuri kwa mtu mwenye mtaji mdogo lakini anataka kuona matokeo ya namba zake ndani ya muda mfupi. Mchanganuo wa mmea kama bidhaa. Hebu tuangalie bamia kama bidhaa ya kibiashara. Bamia mbichi, fresh okra. Mahitaji ni makubwa kwenye masoko ya asubuhi. Kila mama ntilie, hoteli na nyumba zinahitaji bamia kwa ajili ya kulainisha mboga au kama mboga kamili. Bamia zilizokaushwa na kusagwa. Hii ni fursa ya dhahabu. Bamia inaweza kukatwa vipande vidogo, kukaushwa na kusagwa kuwa unga. Unga wa bamia unakaa kwa zaidi ya mwaka mmoja na unauzwa kwa bei ya juu sana kwenye miji ambayo bamia mbichi haipatikani kwa urahisi. Mbegu za bamia. Mbegu za bamia zilizokomaa zinaweza kutumika kutengeneza mbadala wa kahawa, caffeine free coffee, au kukamuliwa mafuta ya kipekee ya kupikia. Soko la nje, export. Bamia ina soko kubwa sana katika nchi za Ulaya na Mashariki ya Kati. Ukizingatia vigezo vya kilimo hai, organic, faida yake hapa haina ukomo. Uchumi wa namba na ongezeko la thamani. Namba hazidanganyi. Gharama ya kuzalisha ekari moja ya bamia ni ndogo kuliko nyanya kwa karibu 50%, lakini mauzo ya kila siku yanakuwezesha kurudisha mtaji wako ndani ya mwezi mmoja wa mavuno. Kwa kuongeza thamani kupitia ufungashaji bora, packaging, na kuondoa bamia zenye nyuzi, oversized okra, unaweza kuuza bamia zako kwenye masoko ya daraja la kwanza. Usindikaji wa bamia kuwa unga unaweza kuongeza faida yako kwa zaidi ya 300% kwa sababu unaondoa kabisa upotevu wa mazao. Post-harvest loss. Hitimisho na hatua za kuchukua. Mwangaza wa fursa upo kwenye mazao yanayovunwa kila siku. Bamia si mboga ya kupuuza, ni mradi wa kimkakati unaokuhakikishia kuwa mfuko wako hautakuwa mkavu. Kama unatafuta zao la kuanza nalo kwa mtaji mdogo na kupata faida haraka, bamia ndilo jibu lako. Kama umependa uchambuzi huu wa bamia ulioandaliwa na Mwanafursa Ustadhikani, tafadhali bonyeza alama ya like kuisapoti chaneli yetu ya Mwangaza wa Fursa na usisahau kusubscribe hapa Mwangaza wa Fursa Elimika. Kwa kufanya hivyo, unakuwa mstari wa mbele kupata elimu ya fursa zinazobadilisha maisha. Bonyeza kengele ya taarifa ili uwe wa kwanza kupata madini yetu. Mimi ni Mr. Data, tukutane kwenye fursa ijayo.